Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 28 ya mwaka 2026. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya mada hii nzuri ambayo tutaenda kujifunza siku ya leo. Ninakuomba mada hii katusogeze katika uwepo wako, ukatufundishe kwa kina kila mmoja sawasawa na uwezo wake wa kuelewa, ili sote kwa pamoja tuweze kukukubali wewe maishani mwetu na kwamba tuweze kuchagua kuongozwa nawe. Asante kwa ajili ya upendo wako na rehema zako za pekee. Tembea nasi siku ya leo, bariki kazi za mikono yetu na ukatuongoze sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kazi ya maandalizi. Wafilipi 1:6 imeandikwa, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwetu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Kuna kazi ya maandalizi inayopaswa kufanywa kwa bidii na Waadventista wa Sabato, ikiwa wanataka kusimama imara katika uzoefu ujaribuo ulioko mbele yao. Ikiwa wanataka kudumu kuwa wakweli kwa Mungu katika machafuko na majaribu ya siku za mwisho, lazima wamtafute Bwana kwa unyenyekevu wa moyo kwa ajili ya hekima, ili kukataa udanganyifu wa adui. Tunalazimika kukumbuka daima wazo makini la kurudi kwa Bwana upesi, na kwa kuzingatia hili, tunapaswa kutambua kazi ya kila mtu binafsi inayopaswa kutekelezwa. Kupitia kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tunapaswa kuipinga mienendo na mielekeo ya kutenda mabaya na kung'olea mbali maishani kila kipengele kisicho kama Kristo. Ndivyo tutakavyoiandaa mioyo yetu kwa ajili ya upokeaji wa baraka ya Mungu, ambayo itatuletea neema na kutuleta katika mapatano na imani ya Yesu. Kwa ajili ya kazi hii ya maandalizi, fursa kuu zimetolewa kwa watu hawa katika nuru iliyotolewa kwenye ujumbe wa onyo na maagizo yaliyoletwa kwa njia ya wakala wa Roho wa Mungu. Kwa sababu ya ongezeko la nguvu ya majaribu ya Shetani, nyakati tunazoishi zimejaa hatari kwa watoto wa Mungu, na tunalazimika daima kujifunza toka kwa mwalimu mkuu ili tuweze kutembea kila hatua kwa dhamana na kwa haki. Matukio ya kustaajabisha yanatokea mbele yetu, na kwa wakati huo ushuhuda ulio hai unapaswa kutolewa kwenye maisha ya wale wanaodai kuwa watu wa Mungu, ili kwamba ulimwengu uweze kuona kwamba katika zama hizi, wakati uovu unatawala kila upande, bado kuna watu ambao wanaweka kando mapenzi yao na wanatafuta kuyafanya mapenzi ya Mungu. Watu ambao mioyoni na maishani mwao imeandikwa sheria ya Mungu. Kuna majaribu magumu mbele yetu, majaribio makali. Watu wa Mungu wanaotunza amri za Mungu wanalazimika kujiandaa kwa ajili ya wakati huu wa majaribu kwa kujipatia uzoefu wa kina kwenye mambo ya Mungu na maarifa ya kiutendaji ya haki ya Kristo. Maneno haya yanasemwa si kwa wasioamini peke yao, bali pia kwa washiriki wa kanisa. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Isaya 55:6. Hebu maisha yako ya kila siku yatoe ushuhuda wa imani unayoikiri. Hii ni Juni 28, mada ikisema kazi ya maandalizi. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ndio tunafikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
Popote na Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.